Ahibati fillah, haya masiku ambayo kwamba tunaelekea ukingoni, kuna siku kubwa mbele yetu inajulikana kama siku ya Arafa. Muislamu usizembe na hii siku, jiandae, si siku ya kawaida. Ikiwa Mwenyezi Mungu aliapia haya masiku 10 yote kwa mpigo, basi aliapia siku ya Arafa peke yake. Wa shahidin wa mashhudi, wa mashhud ni siku ya Arafa, ni siku ambayo kwamba mahujaji wanasimama katika bonde la Arafa, ni siku ambayo kwamba inatekelezwa nguzo kubwa katika nguzo za hija, nayo ni kisimamo cha siku ya Arafa. Mtume anasema alhaju Arafa, hija ni Arafa. Yeyote katika walosafiri kwenda ibada ya haji akikosa kisimamo cha siku ya Arafa, hija yake imeambulia patupu. Hiyo siku ya Arafa ni siku ambayo kwamba Mwenyezi Mungu anawaacha watu huru na moto. Hakuna siku ambayo kwamba Allah anawaacha watu wengi na moto Jahannam kama siku ya Arafa. Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwao. Ni siku ambayo kwamba Uislamu ulikamilika. Mtume amesimama katika mlima wa Arafa, akawauliza maswahaba, hal balaghtu, je, nimefikisha? Maswahaba wakasema qad ballaghta risalata ya Rasulullah, umefikisha risala ya Rasulullah. Mtume akanyosha kidole chake cha shahada, akaangalia mbinguni, akakariri mara 3, Allahumma shahad, Allahumma shahad, Allahumma shahad, ya Allah shuhudia, shuhudia, shuhudia. Wamekubali kuwa, wamekiri kuwa nimefikisha. Ametuonyesha Mtume kila kitu, hata adabu ya kuingia chooni, mtu atangulize mguu wa kushoto, aseme maneno yapi? Adabu ya kutoka chooni, mtu atangulize mguu wa kulia, aseme maneno yapi? Hata adabu ya kuchemua, hatusemi excuse me, la, Mtume ametwekea maneno ya kusema wakati utakapochemua, qad balaghta risalata ya Rasulullah. Aliposema mara 3 Allahumma shahad, Jibril akateremka na hii aya, siku ya Arafa, alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislam dina. Hii leo nimewakamilisheni dini yenu, nimewaridhieni Uislamu ndio dini, na nimewatimilizeni neema yangu. Ilikuwa ni siku ya Arafa. Ndugu Muislamu, nitakuhusia kwa jumla za ibada zote utakazozifanya, zitakazoingia katika hadithi, ma min ayamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayami. Jitahidi haya mawili, wasia wangu. Wasia wa kwanza, jambo la kwanza, jitahidi kufunga siku ya Arafa kama hukuweza kufunga hizi siku nyingine. Japo ni ibada ya sunna, lakini malipo yake ni makubwa. Kwa hadithi ambayo kwamba imepokewa na sahaba anayejulikana kama Abu Qatada, Mtume anasema sallallahu alayhi wasallama, siyamu yaumi Arafa ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qabla wa sanata allati ba'da. Yeyote atakayefunga siku ya Arafa, natarajia kwa Allah atafutiwa madhambi ya miaka 2, mwaka uliopita na mwaka utakaokuja. Nani ambaye kwamba hahitaji msamaha wa Allah? Sote ni wakoseaji. Madhambi yangekuwa yananuka, kila mmoja angemkimbia mwenzake, kila mmoja angekuwa na uvundo wa kipekee, kila mmoja angekuwa na harufu ya kivyake. Sote tunahitaji msamaha wa Allah. Yeyote atakayefunga siku ya Arafa ni sababu ya kufutiwa madhambi ya miaka 2. Mwenyezi Mungu atufikie. Jambo la pili nitakuhusia, ndugu Muislamu, jitahidi sana kukithirisha dua siku ya Arafa. Siku zote muombe Allah, lakini siku ya Arafa dua ina nafasi ya kipekee. Mtume wako anasema sallallahu alayhi wasallam, du'a yawmi Arafa khairu du'a yawmi Arafa, dua ilokuwa ni bora
ni dua mtu atakayoiomba siku ya Arafa. Kila mmoja ana matatizo yake. Kuna yule ambaye kwamba bado anatafuta kazi. Kuna yule hapo alipo anapigana na afya yake haijasimama wima. Kuna yule ambaye kwamba watoto wake anataka kuombea dua, anaona watoto wanaenda divorce. Kuna wale ambao kwamba wanataka kuoa, kadha wa kadha. Kila mmoja ana matatizo yake. Kithirisha dua siku ya Arafa. Khairu duai duau yaumi Arafa. Dua bora ni ile utakayoiomba siku ya Arafa. Na jumla ya maneno ambayo kwamba nitakuhusia ukithirishe, Mtume alimalizia kwa hiyo dua akisema, wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu almulk wa lahu alhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Na maneno mazuri, dua nzuri ambayo kwamba nilisema mimi Mtume na mitume wanaotangulia ni haya maneno kithirisha siku ya Arafa. Ukiwa barabarani, ukiwa nyumbani, ukiwa sokoni, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu almulk wa lahu alhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir.